وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد فيا أمة الإسلام، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز المجيد: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Kwenye aya hii ndipo tulipokomea kwenye darasa ambazo tulikuwa tukisomeshana kila siku ya Jumanne. Tulikoma kwenye aya hii ambayo imetolewa ushahidi aya yenyewe na al-Imamu Tahawi, au imetolewa ushahidi na Ibnul Izzi katika kukifasiri kitabu cha al-Imamu Tahawi kinachojulikana kwa jina la Al-Aqidatu Tahawiyya. Alilitolea ushahidi wa jambo ambalo tutalizungumza kwenye darasa yetu hii ya leo. Darasa hizi ni kuhusu ilmu ya tauhidi ambayo inajulikana pia kwa jina la usulu dini, misingi ya dini. Na kabla sijawaambia haya, katika kutoa hamdala kumhimidi Mwenyezi Mungu, kuna jambo kwenye khutbatul haja napenda kuwatanabahisha haswa wale ambao ni wasomi kwenye jambo ambalo walitaja mara nyingi kimakosa, na si makosa madogo, ni makosa makubwa. Duati wengi na wanavioni nimewasikia wakisoma khutbatul haja wakisema man yahdihillahu fahuwa almuhtadi, kisha wasema wa man yudlilhu. Hapa ndipo penye makosa. Si sawa kusema wa man yudlilhu, yataka mtu aseme wa man yudlil. Ukisema wa man yudlilhu, huwa inamaanisha Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kupotezwa. Ukisema wa man yudlil bila ya kutia hu, itakuwa yoyote apotezwae na Mungu. Kwa hivyo yataka hadhari hii muwe nayo, na nataka iwepo katika akili zenu na muondoke nayo. Ni man yahdihillahu fahuwa almuhtadi, man yahdihi Allahu fahuwa almuhtadi. Lakini ukija kwa wa man yudlil, usiseme wa man yudlilhu, sema wa man yudlil. Fala hadiya lahu au falan tajida lahu waliya murshida. Na hutopata katika Qur'ani wala katika maneno ya Mtume kwamba kumetiwa hili neno la wa man yudhlilu. Qur'ani na Sunna
zinakomea kwenye waman yudlil. Hakuna waman yudlilu. Sasa ilmu hii ya tauhidi inajulikana kwa jina la usuli dini, misingi ya dini. Na kwa kuwa ilmu yoyote inatukua utukufu wake kutokamana na lile lenye kujulikana kwa ilmu hiyo, basi ilmu hii ndiyo ilmu tukufu kushinda ilmu zote, kwa sababu ni ilmu mwenye kujulisha na mwenye kujulishwa huwa wajulishana Mungu subhanahu wa ta'ala, na hakuna aliye mtukufu wala kilicho kitukufu kushinda Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ilmu ambayo ni ya kumjua Mungu ni lazima iwe tukufu ilmu hiyo kushinda ilmu zozote zingine. Jambo hili twaliweka hivi: ilmu ya tauhidi au usuli dini ndiyo ilmu tukufu kushinda ilmu nyingine zozote, kwa sababu utukufu wa elimu unatokamana na kile kijulikanacho kwa ilmu hiyo, na kijulikanacho kwa ilmu ya tauhidi ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na hakuna aliye wala kilicho kitukufu kumshinda Mwenyezi Mungu. Ndipo al-Imamu al-A'zam Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala anhu alipoandika maneno kuhusu ilmu ya tauhidi, aliziita nyaraka zile, karatasi zile alizoziandika maneno ya tauhidi, aliziita al-fiqhul akbaru, fiqhi kubwa sana kushinda fiqhi zozote ni ilmu ya tauhidi. Haja yetu ambayo sisi tunayo kwa ilmu hii ya tauhidi ni kubwa kuliko haja zozote nyingine, na dharura yetu tulionayo kuhusu hii ilmu ya tauhidi ni dharura ambayo iko juu ya dharura nyingine zote. Mara nyingine sisi hukosea tukayafanya yetu tuyatakayo ni makubwa kuliko lolote lile ambalo silo tunalolitaka. Mara nyingine mtu akafanya jambo la kupigania ardhi ni kubwa kuliko jambo la tauhidi, au jambo la kuyatetea mambo fulani ni bora kuliko mambo ya tauhidi. Kwa kufunua na wazi, una ile trendi ya kutaka kusimamisha serikali ya Kiislamu kila mahali, na watu wanaliona lile ni bora kuliko jambo la kujua ilmu yoyote, including ilmu ya tauhidi yenyewe. Na saa nyingine watu ukiwakuta mahala wazungumzia na hayo, huwa wakilidharau hili jambo la kumjua Mungu. Nimemsikia mwanachuoni siku moja akisema kwa hamasa kali ya kwamba nyinyi mmekaa hapa mwajifunza kusukutua na watu watolewa roho zao, nyinyi mwakaa mwafundisha kama kwa dharau kwenye kulitaja jambo la kusukutua, madhmadha, gargling, jambo ambalo limefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mambo yenye kuambatana na sharia. Wezungumza ule umuhimu ulilonalo, lakini usilidharau lolote lililofanywa muhimu
na huyu tuliletewa kwa ajili ya kutujulisha Mungu na mambo ya Mungu. Na kariri sana hili kwenye mazungumzo yetu, mara kwa mara tunayazungumza, kwa sababu ya kuona hadi ambazo sisi tumezifikia, na kila mtu leo ana bidii ya kutaka kujua mbona sisi tumefikia hali hii. Anapokuambia mbona sisi tumefikia kwenye hali ya udhalilifu wa kiasi hichi, yeye huwa ashapapasa vipembe vine vya ulimwengu, hakupata jawabu ya kwamba ni kwa nini, mbona sisi tumefikia hali hii. Sisi tuonewa, sisi tuadhulumiwa, sisi tuwapigwa kila mahala. Kwa nini sisi tumefikia hali hii? Jawabu iko matoni mwetu na iko karibu nasi, na labda tumefikiwa na ile hali iliyofasiriwa na msemo wa Kiswahili ya kwamba kilicho karibu mno wewe hukioni. Hizi karatasi mimi nikiziweka kiasi hichi nitazisoma, lakini nikiziweka hapa sizisome, hapa sizisome, nitaona maandishi tu. Na kwa hivyo kilichoko karibu mno ndicho unachokikosa kukiona. Sheikh Juma hapa aweza kuwa na harusi, akenda akamwalika Mpokomo Tana River, lakini mimi shekhe mwenzake rafiki yake akasahau kunialika. Sasa ni upumbavu wangu mimi kuwatakwenda katika harusi ya Sheikh Juma, ndugu yangu, rafiki yangu, mpenzi wangu, ni wakwenda kisha nikamlaumu, na utamkuta atakwambia shekhe, mimi kusahau wewe, kwamba kilicho karibu mno hukioni, wakiona kilicho mbali. Na sisi jawabu ya udhalilifu wetu leo na shida zilizotupata iko karibu nasi mno, iko karibu nasi mno, kwa sababu iko katika Qur'ani na sisi twaisoma asubuhi mchana. Wala si aibu sisi ufikiria kwenye hali hiyo ya kutolijua lililoko karibu mno. Mfano ni alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Saidina Umar alishopoa upanga, akatishia ya kwamba atakaye kusema Mtume amekufa mtamkata kitu. Na Saidina Umar asoma Qur'ani asubuhi jioni, akawa ataka kuua kwa jambo alijualo, akasahau kwamba liko tena liko karibu naye, mpaka alipokuja khalifa wa Mtume wa kwanza Saidina Abubakar as-Siddiq, akamwambia Umar aate harara zake atulie. Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu afa immata au qutilan qalabtum ila aqabikum ala aqabikum. Muhammad ni mtume miongoni mwa mitume mingine waliokuja kabla yake yeye. Akifa au akiuawa, nyinyi hugeuka kwa visigino vyenu mukaragia nyuma, mukawacha imani. Sayyidina Umar alisema nini? Wakaanni lam akun qara'tu hadhihi al-aya albatta, kama kwamba mimi nilikuwa sijajaliwa kabisa kuisoma aya hii mpaka nimeisikia hivi sasa. Kwa hivyo lililoko karibu mno mtu anaweza kulisahau. Na jawabu ya kudhalilika kwetu sisi leo na kutwezwa kwetu leo tumepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Twasoma katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anapotuambia wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina, musidhurufike wala musihuzunike, na nyinyi ndio nyinyi mlioko juu ikiwa nyinyi ni waumini. Sasa maana ya kwamba mkiwa waumini mtakuwa ndio nyinyi mlioko juu. Tukenda chini huwa tumekuwaje? Ikhwati, ndugu zangu, na wauliza, Mungu asema mkiwa waumini nyinyi ndinyi mlioko juu. If you are believers, then you are the superior. Sasa tukiwa hatukuwa juu, hatukuwa superior, tumekuwa tulivyo hivi sasa, kuwa maana yake nini tukiambiana kweli? Baba, kwa tumekuwaje? Kisha Mwenyezi Mungu asema tena katika Qur'an, asema innal izzata lillahi walirasulihi walilmu'minina. Enzi au ushindi, kushinda, lillahi ni miliki ya Mungu, walirasulihi na ni miliki ya mtume wake, walilmu'minina na ushindi ni Waislamu, ni wa Waislamu, ni wa waumini. Tusiposhinda huwa kwa sababu gani? Sasa wewe tazama hii balaa ambayo kwamba iko katika ulimwengu, kisha uulize hali zetu katika kuamini kwetu. Tuamini nini na tuaminije? Sisi makundi mbalimbali ya Kiislamu tuamini sampuli moja? Tukuwa jambo lolote tunaloliamini katika Uislamu, kisha ushike imani ya namna moja, useme kwenye hili kuna watu waamini hivi, utapata kwamba Waislamu wote waamini ile ile sampuli moja, na ya sawa lazima iwe ni moja. Sasa hizi nyingine zote nyingi zikiwa haziwezi kuwa ni za sawa pamoja na ile ya sawa, zitakuwa za nini? Sasa wakati tunaposema sisi twaonewa, sisi twadhulumiwa, tukiulizwa hiyo sisi mnayoisema nyinyi ni nani, tutajibuje? Tukiambiwa Waislamu huamini nini, tutajibuje? Tukiulizwa Waislamu huaminije hicho anachokiamini, tutajibuje? Tukiulizwa wanavyoamini Waislamu watakiwa waipate wapi imani yao, tutajibuje? Ikiwa imani yetu ni ya kupatikana katika Qur'an, na sisi ile Qur'ani hatuijui, wacha kuiandama, hatuijui, twawezaje kujigamba kuwa na imani hii? Jambo baya zaidi ni kwamba tumekuwa na makundi wakiambiwa amini tuliokuamini katika Qur'ani na katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi twasemaji wacha na nyinyi saa zote ati sunna. Ule kwetu Bajunini sunna lilikuwa jina la mwanamke fulani ambaye alikuwa ameolewa na mzee fulani aitwa Bwana Isa. Basi wengine tukiwaambia sunna Bwana Isa, kwa ushokori vile na kudharau mama. Sunna gani? Sunna za Bwana Isa. Yani hawataki kutajiwa mara nyingine, hata kuambiwa kwamba tufanye jambo fulani kulingana na sunna. Sasa mwangojea nini nyinyi?
karamu hii ya waumini, pato hili ni la waumini, na nyinyi hamtaki kuwa waumini wenye kufaa kupata certificate ya mwenye imani kwamba nyinyi ni waumini kweli. Sasa mwakaaje mwangojea karamu hii? Ndio hebu jiulize, kuna makundi mangapi? Na makundi haya yateta kwa sababu gani? Kuna Fathi, kuna Hamas, kuna wenye kusaidiwa na nchi fulani, kuna wenye kupingwa na nchi fulani. Wale ambao kwamba wameepukana kwa sababu gani? Walipogawanya pesa wakanyang'anyana? Walikuwa wataka kuoa nyumba moja wakashindaniana mke? Nini kimewagawanya? Nini kimewaweka mbalimbali? Ni imani. Huyu ana yake na yule ana yake, huyu anatetea na yule kwa sampuli ya imani aliyonayo, na huyu anatetea na yule kwa sampuli ya imani aliyonayo. Na Qur'ani hii pale pale kama kioo cha kujisafisha matongo yetu, kama kioo cha kutufanya tuone uchafu tulionao. Mwenyezi Mungu asema, wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarjuna. Msigofikeni katika kuwatafuta maadui yenu kupambana na wao. Intakunu ta'lamuna, ikiwa mlichalo ni kupata matungu, sufferings of certain kind, wa kupambana na wao. Fa innahum ya'lamuna, jueni basi kwamba na wao pia wapata matungu kwa kupigwa na nyinyi. Istoshe, watarjuna min Allahi, na nyinyi mnataraji kupata kwa Mwenyezi Mungu ma la yarjuna, mambo ambayo wao hawataraji kuyapata. La tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna wa tarjuna min Allahi. Lililoongezeka ni hili, kaifa tarjuna dhalika min Allahi, ala ayi asasin tarjunahu min Allahi, ala asasi annakum tu'minuna wa hum la yu'minun. Kwa msingi gani nyinyi mnapatarajiwa ambayo wao hawana kwa Mwenyezi Mungu? Mna matarajiwa kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kwamba nyinyi mna imani na wao hawana imani. Wanavyoni wanatuambia imani hii ya Kiislamu ndiyo hayatul qulubi, ndiyo maisha ya nyoyo. Nyoyo kupona kwake ni kuwa na imani, na zikiwa hazina imani huwa zimekufa, na zikiwa na imani za makosa zaweza kufanya maovu kuliko yule ambaye hana kabisa imani. Manake mtu muovu mwenye kisu kwa ajili ya uovu, mwenye kisu ambacho hajui kitumiwavyo, anacho kisu lakini hajui pakachapo ni wapi, pasipokata ni wapi. Hata panga ukilikata hivi halikati, shatu ulikate hivi, ulikatie hivi. Sasa yule mwenye chombo cha shughuli lakini hakijui au hajui kukitumia ni muovu zaidi kuliko ambaye hana kabisa. Manake yule ambaye hana hatojiumiza kwa chombo kile.
Sasa na wale ambao wana imani hivi sasa lakini wanayo kivibaya, kimakosa, wanaumia wao na wanawaumiza wengine zaidi kuliko wale hawana imani. Hivi sasa sisi twazungumza sana kuhusu makafiri na namna walivyokuwa waovu kwa kuwa hawana imani na wanafanya mambo kadha wa kadha machafu kwa sababu ya utovu wa imani. Lakini kafiri hivi sasa twamjua huyu ni kafiri, hisabu zetu na yeye zimemalizika, ni kafiri. Lakini njoo umpate mtu akwambie mimi ni Muislamu, na kwa sababu ya hali tulizo nazo tulazimike kumkubali kwamba ni ndugu yetu Muislamu, na mazungumzo yaliyoko katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yatukuliwe, yafasiriwe vibaya kwa kutulazimisha kumkubali kuwa ni Muislamu. Na tukisema huyu kwa mipango yake na misimamo yake si Muislamu, twapasuka sisi kwa sisi, tutateta sisi kwa sisi, asema wale si Waislamu bwana. Huyu kazi yake mkuwa kufurisha watu. Bwana asema hivi si Muislamu, lakini usiseme, utaleta mpasuko, si twataka umoja. Kwa hivyo mwenye kisu huyu atudhuru zaidi kuliko ambaye ni msikisu, hana kile kisu. Sababu nishafanya hesabu zangu na Bush, mimi si wangu huyu, mwana kuangamia, mwana laana. Hakuna atakaye kuinuka kusema simlani huyu, tumeafikiana ni muovu wetu huyu. Lakini sasa uje umpate mwingine amejitangaza kwamba yeye ni Muislamu na imani anayo kwa kiasi na sampuli aitakayo yeye, sio ile sampuli itakwayo na Muislamu. Nikija nikisema kwamba huyu hatufai kumtaka, watainuka 10 hapa wanambia ndugu yetu usiseme hivyo, wewe ni mbaya, waharibu msimamo, waleta mpasuko kati ya Waislamu. Aliyetudhuru zaidi ni yupi? Mwenyezi Mungu asema katika Qur'an, fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Atuambia mna nini nyinyi Waislamu waja wangu, mwajigawanya makundi mawili kuhusu wanafiki. Mmepewa alama ya kwamba mtu akiwa kadhaa ni muongo, simamani hapa mliposimamishwa na Mungu, wala hamtokosa jambo. Msio mkajigawanya, wengine mnawapinga wanafiki kwa unafiki wao, na wengine mnaogopa kuwapinga wanafiki wangawa ni wanafiki. Mwasema tunataka msimamo, tunataka umoja na Mungu. Sasa yale yaliyopo pale, hebu niambieni, watu wa Fathi ni wa Falastini, hawawapendi Mayahudi. Watu wa Hamas ni wa Falastini, hawawapendi Mayahudi. Maovu yafanywayo na Mayahudi yani zote mbili. Nyinyi mtatayo ile. Sasa nyinyi makata yenu sasa kuja kuwasina kuangalia ile naona maharibu. Na mkisaidiwa nyinyi wale watu maharibu, asaidiwe nani? Na sisi huinu kati tukaelekea tukamtagua mlaumu bila kipimo cha Uislamu cha kumsifu mtu au kumlaumu mtu. Tumepewa sisi wa Qur'an, tena tumepewa msimamo huo uwe ndio msimamo wakati tukiamiliana na hata na watu ambao si Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ameambiwa mtume
waite ahlal kitabi na uwaambie njooni tusimame kwenye ground ambayo ground hiyo sisi na nyinyi tuafikiana, kisha tumuangalie who is wrong kulingana na yale tunayoafikiana. Ground ni nini? Alla na'budu illa Allah, tusimwabudu illa Mwenyezi Mungu, wala nushrika bihi shay'a, wala tusimshirikishe na chochote, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi, wala wasitoke wengine wetu wakawafanya wengine ni miungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Hapa pantolewa mambo matatu ya kwamba sisi na wasiokuwa sisi tu pamoja kwenye mambo haya, mambo matatu. Lakini nawaambia wale wasomi kwa kuwatanabahisha wale wanavyoni wetu ambao wako hapa, Mwenyezi Mungu amesema ta'alau ila kalimati, njooni kwenye neno. Kisha alipoyataja ameyataja maneno matatu. Kwa nini Mungu kusema neno kisha akataja matatu? Ni kwa sababu maneno haya yangawa matatu ni ya msimamo mmoja. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aturudisha kwenye ule msimamo, atuambia waambieni wa Kristo ya kwamba nyinyi pamoja, njooni tulitafute lile ambalo limetuweka mbalimbali. Ila kalimatin wa hiya kalimatun thalatha, walakin Allah tabaraka wa taala dhakaraha kalimatan wahida lihikma, kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Mungu, yamesemwa sawa sawa, hayakosani, hayaharibiani, hayavundani. There will be no contradiction in the Holy Quran, will never be. Kwa hivyo amesema kalimati, kisha amesema maneno matatu, kwa sababu haya matatu yanga tatu, lakini yarudi kwenye msimamo mmoja. Tusimuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Muulize mtu wa dini yoyote, Mungu ni wangapi? Atakwambia Mungu ni mmoja. Watu wako wenye kuabudu mpaka makomba mwiko, lakini ukimuuliza Mungu ni wangapi, atakwambia Mungu ni Bhagwan. Mwasemaje nyinyi kuhusu Mungu wetu? Atakwambia sisi twasema Bhagwan nehi apni jaisa. Bhagwan, hakuna afananao na wewe. Nani ambaye hafanani na chochote? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati wakizika mwito wao katika kuzika, wamebeba jeneza wakisema Ram Nam Satehe, Ram Nam Satehe. Mmoja Ram Nam, wengine upokea Satehe, yani Ram Nam, jina la Ram, Mungu mmoja, liwe pamoja na huu maiti. Ukiwaregelewa na abudu Mungu mmoja, waulize hawa waliokuwa hapa petu karibu, Mungu ni wangapi? Atakwambia ni mmoja. Lakini ukiwapeleka mbele, watasema Jesus is the Lord, Jesus is the answer. Watakwenda kwa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, washaleta wengi. Sasa njooni, tuko sawa sisi, baina yetu sisi na nyinyi tuko sawa kwenye neno alla na'budu illa Allah. Sasa fujo lote, tofauti yote iliyoko kati ya wanadamu ulimwenguni, iliyoko hata kati ya Waislamu na Waislamu, ni hili neno la kwamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, sikuumba majini na wanadamu ila waniabudu mimi. Kila mtu ambaye ameepuka kidogo au sana kwenye hakika ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, ni lazima awe na tofauti fulani na yule ambaye alishikamana kikamilifu na ndia ya kumwabudu Mwenyezi Mungu.
Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam hata katika jambo la huku kuswali akatusisitiza ya kwamba swallu kama raaitumuni usalli, swalini mlivyoniona mimi nikiswali, ili tuwe wamoja katika kuswali. Na ndipo ikawa kuswali kwetu kwenyewe tuambiwa tusome al-Fatiha na tuifundishe kuisoma kwa Kiarabu, ila kukiwa ni tabuno na balaa fulani zikaweko. Hatukuambiwa kila mtu nende akaifasiri surati al-Fatiha kwa lugha yake. Tuwekwa kwenye ule umoja wa kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa misingi ya imani iliyojengwa juu ya misingi ya ujuzi. Kwa hivyo ilmu hii ya tauhidi, ilmu ya kupwekesha, tumekuwa sisi twatakiwa tumpwekeshe Mwenyezi Mungu, tumfanye Mungu ni mmoja, tumwabudu yeye, iwe hiyo ndilo msingi la kwamba sisi tujiweke pamoja, tuwe ni kaumu moja. Tunatakiwa tuwe na tauhidi llahi, ili tauhidi llahi itusaidie kulifanya jambo hili la tauhidi safi, kuiweka swafu yetu kama umma pamoja. Na ikiwa hatuanzi kwa hili, hatufiki kwa lile. Tukitokuwa na tauhidi ya Mwenyezi Mungu, tukampwekesha Mwenyezi Mungu, tukamfanya yeye ni peke yake fi asma'i wa sifati wa af'ali, hatutokuwa na nafasi ya kujiweka pamoja. Tauhidi ya Mwenyezi Mungu inatuweka pamoja, na ikikosekana tunakuwa mbalimbali, na tukiwa mbalimbali tunakuwa uteute kitefutefu, na tukiwa vitefutefu mbalimbali hatuko pamoja, hatuna letu, hatuwezi kupata hezi, hatuwezi kupata ushindi. I summarize ya kwamba ilmu ya tauhidi ni ilmu tukufu sana, kwa sababu ni ilmu ya kumjua Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mtukufu sana, na mishikili yote tulionayo yatokamana na mishikili tulionayo katika hili jambo la tauhidi. Imani zetu ni sampuli mbalimbali, na ibada zetu ni sampuli mbalimbali, na hatuwezi kuwa pamoja mpaka turudi kwenye maandiko ya imani yetu na maandiko ya ibada zetu, tuabudu pamoja, tuamini pamoja. Tukifanya hivyo tutapata al-izza, wa innal izzata lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minin. Na muomba Mwenyezi Mungu atubarikie haya machache tuliyoyasema, na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe pamoja kwenye darasa hizi, tusikie na kusikiliza na kupata faida kwa tutakayokuyasikiza. Leo ni siku ya kwanza, sijajua hata mpango wenu wa kusomeshana ni sangapi mpaka sangapi. Inshallah taala tutajirakibisha zaidi kwenye darasa ya Jumanne itakayokuja. Tuombeane Mungu Mwenyezi Mungu atupe utulivu, atupe umakinifu, na atufundishe katika apendao waja wake wayajue, na si tupate kuwafundisha wenzetu. Allahumma ya rabbana ij'alna minal ladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.